Mtazamaji, tangu kutokee maandamano Oktoba 29 ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu hapa nchini Tanzania, maandamano hayo yaliyosababisha vurugu na kupelekea uharibifu wa mali za umma pamoja na mali za watu binafsi, lakini pia katika maandamano hayo watu kadhaa waliweza kufariki dunia kutokana na vurugu ambazo zilikuwa zikiendelea siku ya maandamano hayo. Watu mbalimbali wameendelea kutoa pole, ikiwemo wananchi, wasanii, lakini pia hata viongozi mbalimbali. Naye Profesa Anna Tibaijuka ameweza kutoa salamu zake za pole kupitia ukurasa wake wa X. Anna Tibaijuka ambaye alikuwa ni waziri wa zamani wa ardhi, nyumba na makazi katika serikali ya awamu ya 4 chini ya Dr. Jakaya Kikwete, ametuma salamu za pole kwa Watanzania wote waliofikwa na madhara ya maandamano ya Oktoba 29 na kushauri kwamba wote waliofariki wazikwe kwa heshima. Kupitia ukurasa wake wa X, Profesa Tibaijuka pia amewaomba kuendelea kuwafariji wafiwa wote pamoja na kuwapa misaada mbalimbali katika kipindi hiki kigumu ambacho wamepoteza wapendo wao. Tibaijuka ameweza kusema, uchaguzi Oktoba 29, Mungu tunawaombea marehemu wetu raha ya milele, tuwazike kwa heshima, kuwafariji wafiwa, kuuguza majeruhi, kusaidia waathirika, tuombe toba, kuondosha sifa za taifa letu kwa kutotambua haki ndio msingi wa yeyote na haina mbadala, twakuomba utusikie. Na hayo ndio maneno ambayo ameweza kuandika Anna Tibaijuka kupitia ukurasa wake wa X. Bado watu mbalimbali wameendelea kutoa pole juu ya matukio ambayo yalitokea Oktoba 29, lakini pia wameendelea kutoa maoni mbalimbali juu ya tukio hilo. Mtazamaji, nikusihi tu uendelee kuwa karibu nasi ili tuendelee kukujuza mengi zaidi ambayo yatakuwa yanaendelea kujiri. Hii ni Uhondo TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kuendelea kupata habari zetu.